Tunaendelea na programu ya mazoezi na leo ni siku ya 4 tukiwa hapa Ismailia, na kesho tunataraji kuondoka ama kusafiri kutoka hapa Ismailia kwenda mpaka katika mji wa Suez, mji ambao tutakwenda kucheza mchezo wetu wa robo finali. Ni takriban masaa mawili kutoka hapa Ismailia mpaka Suez, ambako huko ndiko kuna uwanja wa mechi na huko ndiko ambako tunakwenda kuwafuata wapinzani wetu. Lakini kwa siku 4 hizi ambazo tumekuwa hapa, tumekuwa na program nzuri sana za mazoezi, na namshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Hakuna yeyote ambaye amepata changamoto ya kiafya. Hii ni kusema ya kwamba tunaamkia ama tutaamkia siku ya kesho na kuelekea siku ya mchezo tukiwa tumekamilika kila idara. Malengo yetu Simba ni kupata matokeo mazuri, na kwa namna ambavyo Mwalimu Fadlu amekuwa na session nzuri za kimazoezi, kimaandalizi, imani yetu ni kubwa kwamba tutakwenda kufanya vizuri katika mchezo huu. Motisha iko juu sana, iko juu kutokana na kwamba kwanza kila mchezaji anaotaka kumchezo, lakini kama haitoshi, ile historia ya Simba ya kukwama kwenye hatua ya robo finali ndiyo ambayo inawasukuma wachezaji. Imekuwa kama ni drive force ya kuwafanya wachezaji wapambane kuepukana na huo mkwamo wa miaka 5. Hakuna mchezaji ambaye anaridhika na mafanikio ya kucheza robo finali. Lazima tukubali kwamba robo finali ni mafanikio, lakini kwa Simba kwa hapa ilipofikia sio mafanikio tena, ni process za kuelekea kwenye mafanikio. Kwa hiyo inawasukuma wachezaji kuendelea kupush zaidi. Lakini kama haitoshi, tunataka kuwa wakubwa zaidi Afrika. Unakuaje kama kila siku unaishia robo finali? Kwa hiyo tunafanya kila kinachowezekana kuwatengenezea morali ya kisaikolojia, morali ya kifinancial, ili kuwafanya nyota wetu waende kuipambania Simba yetu.